Niko kidogo kuna Ali Salum, nambari 2 ni Haruna Shamsi, 3 ni Garden Michael, 4 ni Yusuf Mlipili, wakati center half ama nambari 5 ni Erasto Nyoni. Wanakwenda Simba kule, anachukua Ajib sasa. Ajib anaipenyesha ile moja nzuri kabisa huko kwa Shamsi. Shamsi anajaribu, anaingiza moja nzuri kabisa katika lango kule, wanacheza vizuri kabisa ya timu ambayo anakwenda kule, anapiga shuti ile inakwenda nje, inakuwa ni goal kick. 7-6 ni Said Hamis, wakati 7 ni Hassan Bilunga, 8 ni Mzamiru Yasin, 9 ni Medi Kigere, 10 ni Ibrahim Majib na 11 ni Miraji Athumani. Kwa upande wa timu ya Mbao, Rahim Shehe golini, nambari 2 ni Datus Peter, 3 ni Emmanuel Charles, wakati 4 ni Abdulrahman Saidi, center half ni Babris Chitembe, 6 ni Rajab Rashid, wakati 7 ni Haji Juma, 8 ni Musa Haji Gabi, 9 ni Waziri Junior, wakati 10 ni Jordan John na 11 ni Herbert Rukindo. Kwenda kule vizuri kabisa huku sasa, wanajipanga vijana wa timu ya Simba. Shamte anaipiga ile, inakuwa ni ndefu kule, Mzamiru anatoka nje na inakuwa ni kurusha. Simba leo mwalimu, ni kutokana na kuchukua ubingwa ama ni kujaribu wakati wa usajili huu kuangalia na vijana wengine wakoje? Asante sana. Sasa Maginga, tunafahamu mechi yuko kwenye mtiririko kama mechi nyingine zote rasmi, kwa sababu ligi haijamalizika, bingwa ameshapatikana, lakini kwa mujibu wa sheria na kanuni za TFF lazima ligi iende ifike mwisho na kila mmoja acheze idadi ya mechi 38. Leo Simba mechi inaweza kusema hana pressure kubwa, kwa sababu tayari alichokuwa anakihitaji ameshakipata, lakini ni nafasi yake sasa kuangalia vipaji vingine alivyokuwa navyo huenda havikutumika kwa asilimia zinazostahili kwenye msimu mzima. Kwa hiyo anatengeneza combination na composition ya timu ambayo huenda akatumia mechi za mwisho kuangalia ni nani wanaweza kuendelea kubaki kwenye kikosi hiki kwa ajili ya msimu ujao, wakiungana na wengine wale ambao watakuwa ni wapya na wengine ambao tuna uhakika ama Simba wenyewe wana uhakika wataendelea kubaki kwenye kikosi cha Simba. Chacha Maginga. Asante sana. Mwamuzi wakati ni Nasoro Mwinchumu kutoka Pwani. Assistant referee nambari 1 ni Charles Simon kutoka Dodoma, wakati assistant referee nambari 2 ni Hamdan Saidi kutoka Mtwara kule, na fourth official ni Nadi Alois kutoka jijini Dar es Salaam. Kwenda kule Ajib sasa. Simba wameanza kwa kasi kweli. Medi anapoteza ule mpira kule, anacheza vizuri kabisa huko, ni Rajab Rashid anajaribu kujipanga vizuri kabisa. Vijana wa timu ambao wamekabika kweli pale katikati, lakini wako imara. Yuko chini pale mchezaji mmoja timu ya Simba kule, hatari katika lango la timu kule, anakwenda anaingia kule kwa kasi. Haji Juma anaingiza kule, anacheza vizuri kabisa pale, goalkeeper Ali Sal. Ilikuwa ni nafasi moja nzuri kweli kwa vijana wa timu ambao ilipigwa cross moja nzuri kabisa na mchezaji Haji Juma. Haya, wanakwenda mazingira, anapiga moja shuti, lakini anatema hatari. Dakika ya 5, Rashid Rajab, jezi nambari 5, anaiandikia Mbao bao la kwanza. Mwalimu, imekuwa kama vile mshtuko kwa Simba kutokana na dakika hizi takribani 3 kuanza kwa spidi, lakini Mbao kama wamejibu vile. Naam, kitaalamu mabao ya namna hii yanakuwa ni faida kwa yule aliyetangulia kufunga, endapo tu atakuwa na mbinu za kuweza kucheza na muda, lakini pia utimamu wake wa mwili uko sawasawa. Dakika 5 maanake unazungumza bado dakika 85 za mchezo ukamilike, lakini kwa upande wa Simba anaweza akawa anajiuliza, kwa sababu wanaposesi Simba wanajulikana style yao ni ile pasi fupi, wanaonekana kuwa na confidence sana, wanajiamini mno. Sasa Mbao kwa Simba leo lazima kubali ni underdog kwa nafasi aliyokuwepo. Mbao ni mbali mno, akiwa kwenye nafasi karibu ya 19 mwisho kule, Simba akiwa tayari ni bingwa. Sasa kama Simba ataamua kulinda heshima kama jinsi ambavyo wanadai wenye timu yao, basi atabadilisha pace, sababu Mbao wanaonekana ni wazuri kwenye fiziki. Najua culture au utamaduni wa mwalimu wao, mwalimu Fred Felix Mizero ni mwalimu anayependa fiziki. Sasa kama amewatengeneza vile, japo anaonekana na mambo madogo na wanakimbia sana, inaweza kuwa ni tabu kidogo kwa Simba kurejesha hili bao, lakini inategemea mipango mizuri ya ulinzi na timu kucheza pamoja kuanzia mbele kwenda nyuma, nasa kwenye tendo la kukaba. Chacha Maginga. Asante sana. Namwona Mzamiru Yasin akiwa anatolewa nje baada ya kupata majeraha. Mbao moja, Simba hawajapata kitu. Cheza kule, anaanza Garden Michael, Erasto Nyoni sasa anamtafuta Mlipili kule pembeni kabisa. Sasa Mlipili ananyanyua moja nzuri kabisa kumtafuta Medi, lakini anakwenda moja kwa moja kwa goalkeeper pale, Rahim Shehe. Goalkeeper timu ambao wako mbele kwa bao moja, wakiwa katika nafasi ambayo naweza nikasema si nafasi nzuri sana kwao,
katika nafasi ya 19 ikiwa na alama 35 na michezo 34. Leo hata wakishinda wanafikisha alama 38, bado wanaendelea kubaki pale pale nafasi ya 19 na alama 38. Chacha Maginga. Asante sana timu Mgoa. Kwa hiyo bado wana shughuli ndefu kwelikweli ya kuweza kuhakikisha wanabaki katika ukanda huu. Kuhakikisha kule tayari Mwanza Gwambina wao wamekwisha panda. Alliance nao bado hawako katika nafasi nzuri sana. Mbao ndio hivyo, bado hata wakishinda leo naambiwa bado wako katika nafasi ile ile. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani ambavyo ukanda huu wa Ziwa Victoria utakuwa na shughuli pevu kwelikweli katika kuweza kuhakikisha basi timu zao zinaweza kubaki. Inakuwa ni kona hiyo, inakwenda kupigwa kuelekezwa katika lango hili la timu ya Simba. Anakwenda kupiga kona ile pale ni Datus Peter. Amekwisha anza ile kona fupi pale, anachukua tena Datus, anaingiza moja nzuri kabisa kule katika lango, goga kichwa hatari kule, inatoka nje na inakuwa ni goal kick. Pila unakuwa ni goal kick kule, anaweka pale goalkeeper Ali Salim. Amekwisha anza haraka pale, chukua Erasto anamtafuta kule Mlipili kule pembeni, Yusuf anapenyeza nzuri kabisa kwa Ndemla. Said Ndemla anakwenda, Said piga kule pembeni kabisa kule, sasa anakwenda bado vijana wa timu ya Simba. Ilunga anaipenyesha bado pale katikati, anajaribu kwenda lakini mwamuzi Nasr Minchum kutoka Pwani anasema ule mpira ni foul, uweko chini uweze kwenda kupigwa kuelekezwa katika lango hili la timu ya ambao wako kaskazini mwa uwanja huu wa Taifa. Anakwenda kupiga ule mpira pale ndani. Zamiru amekwisha rudi, anausogeza kwa Ibrahim Ajib Migomba. Amekwisha anza haraka kule, hatari katika lango la timu ya ambao kule, anapiga moja nzuri kabisa, wala goga kichwa kule, bado hatari katika lango la timu ya ambao. Anafinywa mtu hapa vizuri kweli hapa na Haji Juma anapiga moja ndefu kabisa huku, ule mpira akiugusa mwamuzi anasema twende, hujaotea wewe. Haya, anajaribu kuzunguka pale vizuri kabisa huku, ule ni Waziri Junior anakwenda sasa. Junior na misuli kwelikweli huyu mchezaji huyu, na ni mmoja kati ya wachezaji wazuri kwelikweli. Haya, anachukua pale vizuri kabisa Haji Juma bado analemba pale, mpira unatoka nje, mwamuzi anasema wakurusha kuelekeza wapi? Mbao. Garden Michael anakwenda kurusha ule mpira. Mzamiru ana control, anarudisha kule vizuri kabisa kwa Erasto John Mkongwe Uleje. Ukiangalia wachezaji wa Kongo ni wawili. Kuna Medi Kagere, sio kwamba ni wazee, yani ni wachezaji ambao wa muda mrefu watu wanaweza kusema bwana, hawa jamaa kumbe umri umeenda, lakini mwisho wa siku shughuli wanafanya inaonekana, na ndio first 11 ambayo huwa wanategemewa sana. Anakwenda kule hatari katika lango timu ambao kule toka nje, na kwa ni goal kick. Asilimia kubwa wachezaji wengi ukimtoa labda Dirunga naye kidogo amecheza muda mrefu, wengi ni wale ambao bado vijana. Na uzuri wa timu ya Simba mwalimu, imekuwa ina wachezaji wengi vijana ambao wenye uwezo wa kucheza muda mrefu zaidi. Kuna Ndemla kuna Ndemla bado hapo, akina Mlipili ukiangalia, kuna Haruna Shamte, hao wote. Kwa hiyo utaona ni jinsi ambavyo kikosi ambacho kama wanavyosema wao wana kikosi kipana. Ni kweli. Haya, dakika ya 10, bao ni moja kwa timu ambao Simba hajapata kitu. Shukrani sana wadhamini wetu Hiti Max, wembe bora kabisa huu ambao unakuwezesha wewe kunyoa nywele zako popote katika mwili wako na kuweka katika hali nzuri kabisa. Dawa 3, dawa maumivu hii tumia ili uweze kujiweka vizuri. Kama unajisikia hoi na nini, basi tumia dawa 3. Unakwenda kupiga ule mpira, yuko pale kama kawaida Said Ndemla, kijana mwenye misuli minene kweli kweli, kunjuka pale, anakwenda kule Ndemla anapiga shuti lile lina mabatizo wachezaji wa timu ya mbao, lakini wacheza vizuri kabisa huko, anakimbilia kule kwa kasi kweli kweli. Datus ananyanyua moja nzuri kumtafuta Junior huku na Erasto Mkongwe. Erasto bado anaumia mpira. Erasto anatichwa na mabatizo kutoka nje na kona ya kurusha. Matangazo ya ligi kuu ya Vodacom leo ikiwa inamalizika katika raundi hii. Simba mabingwa hawa, sio mabingwa wa Tanzania, ni mabingwa tayari na kombe wanalo, wakiwa wanakamilisha tu ratiba leo hii wakiwa wanacheza na vijana kutoka Mwanza. Moja kati ya timu ilikuwa inatichafya sana katika ligi, lakini safari hii hali imekuwa dhofli, hali tete, wakiwa wanagombania kutoshuka daraja. Kwenda kule Said Ndemla sasa, ananyanyua moja nzuri kabisa huko. Haruna Taiwaira anaiwahi sasa, Haruna anakwenda, Haruna huyu ni Shamte, huyu anajaribu kuingiza moja nzuri, lakini tolewa nje na kona. Mpira unakuwa ni kona, ile inakwenda kupigwa lango la kaskazini mwa uwanja huu wa Taifa kuelekezwa katika lango la timu ya mbao. Inakuwa ni kona ya pili kwa upande wa Simba.
anakwenda kupiga ni Ibrahim Ajib Migomba, mmoja kati ya wapigaji wazuri sana wa mipira iliyokufa. Hali kadhalika kona, anaangalia wachezaji wake pale wakoje. Rasta anasogea golini, Medi yuko pale, wapigaji wa vichwa wazuri hawa. Sikiliza hiyo, anakwenda anapiga moja nzuri kabisa kule katika lango, lakini anacheza vizuri kabisa hapo, bado hatari kule, kipa na waya au vipi? Haya, anaguswa, mwamuzi anasema twende, piga moja ndefu kabisa huku, inakuja na yule, kama atanyanyuka yule basi atakuwa yuko fit kweli, yuko chini pale. Erasto Nyoni ananyanyuka. Shamte Yule ni Haruna Shamte. Haruna Shamte ndio. Ndikana yuko fit mwalimu. Na umetoka kuzungumza swala zima la ujana, ndio advantage ya umri, kwa sababu ananyumbuka na flexibility ya kutosha, lakini pia ni mfupi. Kwa hiyo kitendo kile kishindo cha kuanguka chini sio kikubwa kivile, licha kwamba ametokea kwenye mabega ya mchezaji wa Mbao. Haya, unakwenda ule mpira cheza vizuri kabisa, mfungaji ambao wa timu ya Mbao huko unageuka pale, anamwachia pale Bonus Chitembe, anajaribu kujipanga vizuri kabisa huko, anagonga Haji Juma na achia pale vizuri kabisa, Chitembe anagonga kichwa huko, anakwenda Mbao sasa kwa kasi kweli kweli, anakimbia kule Musa Haji Gabi, anamwachia pale vizuri kabisa, bado wanazunguka huku pembeni kabisa, jezi hii Emmanuel Charles, wanapoteza, wanaanza Simba Samedi, Medi anakwenda Medi anakwenda Medi, bado Medi kule pembeni kabisa. Haya, bahati mbaya pasi inakuwa mbovu ile, wachukua vijana wa timu ya Mbao sasa. Hao Mbao utafikiri hawa hawajashuka, yani hawako katika nafasi ile kwa namna wanapocheza. Na haya ndio tunashuhudia jana Singida na Yanga. Naam, polisi mpira mimi niliwapa kongole sana Singida, kwa sababu nilitarajia labda angeweza kuwa ametepeta basi wanacheza alimradi. Hapana, waweka ushindano wa kutosha. Bao tatu za Yanga zilikuwa za hisi, zilikuwa za jasho zile. Na leo na hapa Simba anaweza kasweti hapa kuangalia. Wanaonekana wametrain vizuri, lakini wako determined, yani wamedhamiria kuitoa jasho Simba, kuikaba hata kama wakifungwa basi iwe ni kwa heshima. Na kingine Chacha Maginga ambao walivyoachana na kocha wao mkuu Mzirai pamoja na Abdulmuti Kidu, kocha msaidizi, wakawa na Fred Felix mwenzao akitokea Lansi, wameshinda michezo kama 4 na sare moja, lakini bado haiwatoi katika nafasi waliopo, na maana yake kama wasingeshinda michezo iliyopita 4 hii wangekuwa na hali mbaya, au wangekuwa shashuka tayari daraja kama Singida United. Asante sana kwa taarifa njema hizo. Kwa hiyo bado wana kazi ndefu vile vile, lakini coach Fred Felix Minziro Majeshi Baba Isaya ana rekodi nzuri sana kwa timu kadhaa zinazokuwa katika hali tete. Tusubiri tuone, chukua kule vizuri kabisa huku Gade anacheza. Haya, wanapoteza Simba nafasi hiyo kwa Mbao, kama watatulia vizuri, moja nafasi nzuri kabisa Waziri Junior anapewa ile, anateleza pale, lakini bado nao Junior ana mchezaji mmoja mzuri mwenye misuli huyu. Haya, anamwacha pale vizuri kabisa huku Haji anakwenda Haji anapiga chenga pale na kwa Fiongo Ndemla, Simba anakwenda Ndemla sasa, Ndemla. Haya, cheza pale vizuri kabisa huku, gonga huko pembeni kabisa. Wako makini kweli kweli vijana hawa wa timu ya Mbao, hawataki mchezo pamoja na